kabisa. Mwenzake wanaacha ndala, yeye anaacha taulo. Agwe koma we, koma. Agwe koma we mwana koma. Agwe koma we, koma. Agwe koma nimesema koma. Wapi hivi? Wewe ni nani? Na kwa nini upo hapa? Saizi asubuhi umetoka wapi? Mimi ndo kuuliza wewe umetoka wapi? Mbona uchi? Wewe haikuhusu. Mimi utaratibu wangu asubuhi lazima nifanye mazoezi. Wewe ni nani? Nimemwacha mke wangu tokea jana usiku. Kumbe mimi nikiwa natoka unaingia Sawa, pamoja na mazoezi ndio umevaa boxer. Nisikilize. Leo bahari imechafuka. Nitakutafuta wakati mwingine. Mwasi, mke wangu, nachohitaji mimi kutoka kwako ni ukweli, na ukweli wako ndio utakaweka nini huu. Lakini kama ukiamua kunificha, basi mnaweza mkapata matatizo makubwa sana. Mume wangu, hakuna ukweli wote kwenye hili. Huyu ndugu yako ni mnafiki tu, anataka kutugombanisha. Mimi sijafanya hicho kitu. Sisi wazushi? Wakati nimemtimua mwanaume mundani asubuhi. Alafu nasema mimi mzushi? Shemeji, tuheshimiane unajua. Hebu kuwa mkweli bwana, mwambie mumeo kama wewe ulilala na mwanaume mundani, ina maana wewe sio mwanamke ambaye wa kuaminika, wewe ni malaya. Ila wewe shemeji ni mnafiki sana. Unaoka gani kama nimefanya hicho kitu? Sijawahi kuingiza mwanaume kwenye nyumba yangu. Kwa nini unaongea vitu vya uongo? Au unataka niachike furaha yako itakuwa nini? Acha unafiki. Kwa nini unataka kungombanisha na mume wangu afu? Kuwa na adabu unajua. Kwa hiyo mimi ni kichaa. Mimi sijielewi, si ndio? Na hili taulo mimi nimelitoa wapi? Kama sijamkuta nalo huyo bwana wako ametoka nalo humu ndani. Ndugu yangu bwana, mimi nimekuja nina shida. Na nimefikiria, nimewaza, nikaona wewe ndo mtu ambaye unaweza kunisaidia kunitoa katika ile dhahama. Mimi kwanza nisikufiche kaka. Nikwambie tu ukweli. Mimi nimefumaniwa. Leo nimefumaniwa. Sasa katika kufumaniwa kule, kwa bahati nzuri nimewahi kuchoropoka. Nimechoropoka na kitaulo, na kwa bahati nzuri ndani nikawa na boxer. Huo ndio usalama wangu. Basi katika kukurupuka pale, kitaulo chenyewe uko mbele nacho kikaenda kikadondoka dondolo. Paka nafika kwa mke wangu kaka, mimi usiamini, na boxer tu. Naingia ndani, Hamadi yuko hapa sasa buleni. Kesi nyingine hiyo. Katika kujitetea ndugu yangu ikabidi nimdanganye mke wangu. Umeelewa sio? Nikamwambia kule kazini tulivyokuepo majambazi wakatuvamia. Kwenye kutuvamia wakati amrisha pale tuvue nguo, ndo tukavua nguo. Sawa, ametuzuia mpaka saizi asubuhi ndo ameturuhusu pale. Basi mimi nikakurupuka tena mbio hapo tena na kiwewe kufika hapa nyumbani. Kwa hiyo ndugu yangu, ujio wangu mimi nataka kama shemeji yako atakupigia simu, na kama shemeji yako unaweza kukutana naye njiani akikuuliza jambo hili, kaka naomba unisaidie, umwambie ni kweli tulipata matatizo, majambazi waliingia na tukavuliwa nguo. Hapo utakuwa umeniokoa kaka. Ngoja kwanza. Kwa hiyo ndugu yangu, umekaa ukawaza ukaona huo pumbavu wako ukiniletea mimi naweza nikakuunga mkono, si ndio manake? Yaani sio upumbavu, kwenye tu kusaidiana mambo ya watoto wa kiume. Tena haya kaka, tunasaidiana vipi sasa? Ni mara ngapi nilishakwambiaga Njenje badilika? Nishakwambia Njenje, hao maisha ambayo unaishi sio. Kwa nini unashindwa kuwa mwaminifu kwa mke wako? Unatafuta nini ndugu yangu? Wanawake wote unaowaona hakuna tofauti, utakuja ufe. Sasa na ushukuru wamekufumania na hawajakufanya kitu. Kuna siku nyingine utakuja ufumaniwe ndugu yangu, watakufanya kitu kibaya, itakuwa aibu hapa mtaani. Lakini wewe shemeji, mbona ni mnafiki kiasi hicho? Mimi ile taulo nilitupa dapo. Unaweza kusema kama naleta mwanaume mundani na waka gani? Kwa mimi nikiachika utafurahi wewe? Acha kuwa mnafiki. Ndio maana tunasemaga mashimu wanafiki, kumbe wewe ni mnafiki kweli, mwangalie. Sura yako imekaa kinafiki tu.
Mume wangu, ndugu yako anatumia hii taulo kama kigezo cha kunikandamiza. Kiukweli mimi sihusiki na chochote, na hili taulo mimi nilitupa dampo. Sasa sijui kalitoa wapi. Sijafanya chochote mume wangu. Kwanza mnapaswa mjue kwamba mimi sihitaji kelele zenu humu ndani. Nachohitaji mimi hapa ni kujua ukweli. Umefanya au haujafanya huo upuzi? Mimi sijafanya chochote mume wangu, na siwezi kukusaliti tena hapa nyumbani kwangu. Hapana, siwezi. Sawa, ila unapaswa utambue, kama umefanya nitajua, na kama haujafanya nitajua pia. Ndugu wangu, wewe unaweza ukaenda, ili jambo niachie mimi mwenyewe. Kwa bro, umekubali kwa Zozola. Ya unamsikiliza huyu washawasha. Wewe demu ya shawasha. Wewe washawasha. Sasa tuelewane. Mimi siwezi kukaa kwenye njia yako. Unielewe? Siwezi kukaa kwenye njia yako. Yaani nikikutana na shemeji mimi namwaga mboga. Yaani akiniuliza siwezi kusema eti mimi nilikuwa naye tukavuliwa nguo. Yaani mimi nikubali kama nimevuliwa nguo. Sasa katikati tu yaani unanitetea kaka tu kidogo. Kwani umevuliwa kweli? Na isitoshe, mimi nawe marafiki kaka, kufa na kuzikana. Nizike baba. Ungekuwa umekufa ningekuzika. Lakini kwa hayo matatizo ambayo unayazungumzia ya kujitakia, mimi siwezi kukuunga mkono. Mara nyingi nimekuwa nikikukanya, ndugu yangu, acha tabia za uhuni, acha umalaya. Unatafuta kitu gani ambacho mke wako hana? Lakini hutaki kunielewa. Kwa hiyo kama umejitengenezea changamoto, mimi siwezi kukutetea kwa namna yoyote. Shemeji akiniuliza, sana sana nitasema sikuwa naye. Hiyo kesi ni ya kwako ndugu yangu. Utajijua mwenyewe. Mimi siwezi kukutetea katika hili. Pole sana. Nakushauri badilika. Hizo ndevu ni umri. Ushakuwa mtu mzima bwana. Basi bwana, umenichamba sana bwana. Sio kama nakuchamba, nakuelekeza. Badilika njenje. Umefuata nini huku? Mbona tunafuatana kama mkia jamani? Kwani umeshinda kutuliza hizo mbilimbi zako nyumbani? Sasa mke wangu, mimi natulizaje mbilimbi zangu? Mtaani hakuna amani tena. Na hapa sasa hivi kila mtu anaimarisha ulinzi kwa mke wake. Na mimi lazima niimarishe kwako mke wangu. Na kidondola hicho ni kuache uje mwenyewe. Impossible ego. Eti unilinde. Kunilinda hiyo vipi? Hivi wewe tukianza kufanya kazi ya kunilinda mimi utaniweza? Na kuuliza swali, utaniweza kunilinda mimi? Hapa yenyewe pesa hatuna. Haya, nipe hiyo pesa tukanunue nyanya. Yaani mke wangu, potelea pote. Bora nilale na njaa kuliko mke wangu wewe uchukuliwe na washenzi. Alafu mwisho wa siku uniletee mtoto mseto. Yaani akili zangu wensamboi wa kwangu sura jirani. Iko kitu mimi sitaki, ujinga huo mimi siutaki, lazima nikulinde. Yaani unabandika na bandua katika katua hapa agugu gaga. Nalinda mali yangu hivyo. Hali hiyo wewe, hakuna kitu kama hiko. Nikitaka kukuchiti mimi na kuchiti kivyo vyote vile na hutojua. Sijui unanielewa wewe? Mimi sitaki kufatwa fatwa. Sijui unanielewa? Sitaki kunifatafata kabisa, sitaki. Kuba babake walai. We, unasemaje? Nitakukata kichwa kila kitu. Alafu hapa utake usitake, hapa lazima nikulinde, lazima nilinde mali yangu. Alafu kitu kingine, hujapata umbea
kuwa Njenje kafumaniwa na mtu akakosa. Umuhimu una ongea na watu vizuri wewe. Kumbe kweli. Sasa je, yani asa hivi watu wa mtaa huu wanatembea na wake zao tu, yani kama wake zao vile wanafanya wanavyotaka. Sasa mimi hiyo staki. Mimi nakulinda mke wangu kidondola, una kikalio fulani hivi cha kuombea lift range, halafu mimi nikuache nikae tu nyumbani. Nei, mimi huo binadamu sina. Mimi sio mwema. Kicheko na lana. Basi ni makubwa kama ni hivyo. Kachukue zaga tuondoke. Eka mke wangu zangu unadhani unazijua. Nikiamua langu hakuna wakupinga. Kwa zaga tuondoke. Kakupijana njoo. Yani hapa naimarisha ulinzi. Fanya haraka hapo tuondoke. Oa, we baba, hebu muhudumia haraka waondoke. Alio, hivyo. Kidondole hiko, afu mimi nikuache nikae nyumbani eti nakalisha kabisa mbilimbi zangu. Hivyo kuba babake tutakuwa mbinga. Halafu hata kwenye kikao cha wanaume tulikubaliana ukiona mke wako ana kikalio fulani cha kuombea lift range, mlinde. Kuna wauni, kuna masela. Mimi sitaki wa ujinga. Mimi mwema. Hivi Bwela, hivi unawezaje kukaa kimya mwanangu, na hali ya kuwa unajua kabisa mke wa kakako analiwa? Anaonesha unyonge sana. Yaani mtu anavuruga kisima cha maji kinachokata kiu cha bro wako, afu unakaa kimya, unaonesha unyonge kabisa. Enye wanangu nyinyi, yani hamkai kabisa katika akili yangu. Enyi kwa fikra zenu, yani mimi ili jambo naweza nikalikalia kimya? Yani mimi Mbwela, mimi yani naweza kulikalia kimya? Mimi hapa nilipo napanga sheria. Nikimkamata yule jamaa mimi nimpe adhabu gani? Sababu hizi dharau unajua. Mbwela, unatunga sheria mpaka lini? Waswahili wanasema kabisa, mchuzi wa mbwa uliwa wa moto. Mwanangu, hii kesi inapoa ujue. La msingi ni kuangalia ni namna gani tunaweza tukamkamata yule jamaa. Na kuhusu swala la adhabu itajulikana hapo hapo mwanangu. Au sio? Basi baridi, kama wanangu mmeamua hilo na hilo mmelipitisha, hilo limeisha. Yani hapa bila kuchelewa, atafute yule jamaa tumwanzishie yani. Kweli kabisa. Maana Njenje anafanya kabisa vijana tuogope kabisa kuoa. Kwa hizi tabia zake. Yani bado najiuliza mshikaji sio anatumia dawa yule. Dula, nisikilize nikwambie mwanangu. Hata dawa zina mwisho. Yesi anatumia dawa. Ngoja tukamuonyeshe undani. Sema mwanangu, kila nikikaa nikifikiria hakuna kitu ambacho kinaniuma, yani inaniumiza kinoma yani. Yani mimi shemeji yangu aenda kuliwa na kolokocho. Yani kolokocho kweli anaenda kumla shemeji yangu. Yani si bora shemeji angenipa mimi tu mwenyewe, yani ningekula mwenyewe shemeji yangu fresh tu. Kwa sababu hata watu wanasema sadaka mtu anaanza kutoa kwao. Sasa shemeji anaenda kumpa kolokocho baada ya kunipa mimi mwenyewe yani fresh akatoa sadaka nyumbani. Oya, mimi mwanangu siwezi kulifumbia macho. Yani yule lazima nimuonyeshe. Wewe Kapola mjanja anaingiza mkono mjinga. Sasa wewe si ufaa wao. Kazingua mama. Kazingua sana nje. Njenje mwanangu, mbona nizalilisha hivi? Yaani unanivua nguo mama yako. Wewe wakudi nyumbani na nguo ya ndani. Kweli mwanangu? Mama, mimi nilipata matatizo kazini. Hakuna kitu kibaya nilichofanya. Mbona yeye mwenyewe mimi nimerudi nyumbani asubuhi nimelikuta njemba hili. Mfano nikisema kwamba amelala nalo pale mpaka asubuhi. Yeye atajibu nini? Wewe baba, umefuata nini nyumbani kwangu asubuhi? Nje. Huyu ni shemeji yako. Kakake binamu na mke wako. Mtoto wa shangazi yenu yule aliwatunza siku ya harusi yenu. Aliyewapa kabati. Ndio mwanae huyu. Labda ungesema Shem, umepata changamoto gani ili kumtoa hofu mkeo? Sisi pale kazini tulivamiwa na majambazi. Sasa majambazi walipotuchaika, umeelewa? Sasa wakatuamrisha kwamba tuvue nguo, wafanyakazi wote hapa. Ndio tukavua. Lakini sasa hatujafanya kitu kibaya, hawajafanya chochote. Tuanza kuleta mambo ya kuzania hapa vitu vya ajabu. Tupo salama kabisa. Ila sasa ndio wametuachia asubuhi hii. Kwa hiyo baada ya kutuachia tu mimi pale nikakurupuka mbio nyingi sana.
ndo nimerudi nyumbani. Sasa mke wangu badala ya kuniuliza vizuri, kunionea huruma, na yeye ananisakama mpaka tunaekeana vikao. Acha uongo Njenje. Wewe useme kweli kama ulifumania. Kwa hiyo, unataka kutuona sisi hapa wote hatuna akili, si ndio? Wewe ulikuwepo. Dada, umethibitisha kama amefumaniwa? Hebu sipende kudhania mambo bila ushahidi. Ujue dhana ni mbaya. Alafu jamani, mimi sijafumaniwa. Huu niliousema hapa ndio ukweli wangu mimi kutoka moyoni. Haki ya Mungu, mimi sijafumaniwa na mtu. Sasa jamani, mimi naona hili tuliache kwanza, kwa sababu hili swala halina ushahidi wowote. Kweli kabisa mama, bora tuyaache tu. Mume wangu la uondoki. Kwa nini? Maana mimi nimechoka kulala mwenyewe humu ndani. Kila siku unaondoka usiku na niache tu mwenyewe, mimi nimeolewa na hii nyumba. Kwa nini unashindwa kuwa mwelewa? Mimi lazima nitoke niende kutafuta mke wangu. Unaelewa kabisa kama maisha ambayo tuko nayo hapa ndani ni magumu. Lazima nikafanye kazi, nilete pesa nyumbani. Nitaamini vipi kama unafika kazini? Si unaona kabisa hapa niko na sare kabisa Lazima niende kwenye lindo. Hata kama tu hizo, si umeona rafiki yako Njenje alikuwa anasema hivi anaenda kazini na hatimaye leo kafumaniwa. Na tena Njenje ni rafiki yako mkubwa sana. Nitakuamini vipi unadhani kila hivyo? Basi nielewe. Nimekwambia lazima niende kazini, niende kwenye lindo nikatafute hela, tupate hela, tuishi hapa ndani tule vizuri. Kwa basi mwelewa bana. Njenje ni Njenje na mimi ni mimi. Naona usinifananishe na Njenje bwana. Mimi nimetulia, najua kitu ambacho nakifanya kwenye maisha. Naona unielewi. Hapa hautoki baba. Hauendi kokote kule. Mbona ukiangalia kazi zipo nyingi tu hapa mtaani? Kwani lazima hiyo kazi ufanye? Ushaniharibia siku. Nikuharibie siku wapi? Twende ndani bwana. Usiniache basi. Karibu. Tukusaidie nini? Naitwa Kakoso. Ni mume wa Mwasi. Tukusaidie nini baba? Kwa ulikuongea wala usiwe na wasiwasi. Kimya wewe bwana. Unachonga ngenga mbele ya sisi wanaume. Ala, hebu kuwa na adabu. Njenje, ni kwani unatembea na mke wangu?